Habari Dr. Kilimo, karibu katika mwendelezo wa series yetu ya mafunzo ambao huwa tunatoa kupitia mitandao yetu hasa YouTube, Instagram na mitandao mingine kwa jina la Mazao Hub. Na katika series hizi tunaelezea namna ya kutumia mfumo wetu katika kuongeza thamani katika mnyororo wa kilimo. Katika series hii nitaeleza namna ya kuhifadhi taarifa za mavuno, idadi na gharama alizotumia vyote kwenye mfumo wa Mazao Hub ili kumrahisishia mkulima kuwa na rekodi na hata pia anapokuja msimu mzima awe anarejea nzuri kwa ajili ya shamba lake kuweza kuona ni namna gani alivyopata matokeo. Hatua ya kwanza utaenda kwenye simamia kilimo, wewe kama Dr. Kilimo au afisa ugani. Lakini ukienda kwenye simamia kilimo utabonyeza orodha ya uangalizo ya usimamizi wa shamba, ambapo hapa tulihifadhi taarifa mbalimbali kama tulivyofuatilia kwenye video zilizopita. Tulirekodi wakati wa andalizi la shamba, wakati wa kulima, kuhifadhi afya ya mmea, na leo tunaenda kwenye kuvuna. Na hivi unaweza ukavifanya kwa hatua nyingi kadri inavyowezekana kulingana na namna mkulima anavyoenda hatua kwa hatua, ndivyo na wewe unaweza ukahifadhi hizo taarifa. Sasa leo kama nilivyosema, tunaenda kuhifadhi taarifa za usimamizi wa shamba, na ili kufanya hivyo utabonyeza alama ya kujumlisha iliyoko chini kulia kwenye application yako. Hapa utaenda kwenye hatua husika, lakini mimi niko kwenye hatua ya mavuno na kwenye zao hili la mahindi. Tutafuta sehemu ya mavuno hapa, na hapa Mazao Hub imerahisisha kila kitu ambacho utakifanya unatakiwa kutiki na kuandika, lakini kama ukifanya pia unaweza ukakiruka. Kwa hiyo tuna rekodi vitu halisi vilivyotokea katika shamba kwa namna rahisi. Kwa hiyo tuko kwenye hatua ya kuvuna. Hatua ya kwanza utaangalia ukomavu, utatiki hapa kwenye ukomavu. Hatua ya pili utaangalia kagua matunda kwenye nyanja ya rangi, ugumu na nini. Kama sio lazima au hujaangalia unaweza ukaacha. Ya tatu nasema thibitisha kwamba mavuno ni wakati sahihi. Umeona hapa na unalenga soko gani. Baada ya hapo utascroll kwenda chini, unasema tumia taarifa ya aina ya mazao yaliyopandwa kwa muda wake wa kukomaa. Kufanya hivyo, angalia hali ya hewa. Nimeangalia, hakikisha hali ya hewa ni kavu, nimehakikisha. Utabiri wa hali ya hewa sijafuatilia, kwa naweza nikaacha. Hapa kwenye ratiba ya kuvuna nitatiki na vuna asubuhi au jioni, sawa. Lakini panga shughuli za uvunaji kwa siku, wiki kulingana na ukubwa. Cha muhimu ni hapa kwenye mbinu za kuvuna. Niko kwenye mbinu za kuvuna. Mimi natumia mikono kwa nitatiki. Kutumia makreti au vikapu vyenye matundu kwa kuzunguka kwa mzunguko mzuri wa hewa. Nitaacha hiyo. Naweka hapa kiasi cha mavuno, naandika gunia 200. Maeneo ya shamba aliyovuna, nimevuna kwenye plot A. Idadi ya vibarua, gharama, muda uliotumika, sawa. Sasa hapa wewe kama bwana shamba utaandika ushauri. Unaweza ukaandika ushauri wowote, na mwisho wa siku unaweza ukahifadhi. Kwa kufanya hivyo utahifadhi kuanzia mbinu ulizotumia, wakati gani ulivuna, hali ya shamba ulionaje, na mpaka gharama na idadi ya vibarua pamoja na gharama zake. Na ushauri tumeweza kumpa ni wapi ambapo mkulima anaweza akahifadhi mazao yake. Kwa kufanya hivyo data zako zote zitaongezeka hapa. Ukirefresh namna hiyo, umeona kama unavyoona kuanzia kila kitu, muda, mbinu na kila kitu kimehifadhiwa hapa.
na hiki kitaenda kumsaidia mkulima kuongeza ufanisi wake wakati ujao, na hata wewe pia kuwa na kumbukumbu za wewe mkulima wakati unamhudumia. Hata msimu mwingine unaweza ukaangalia namna gani ya kuongeza uzalishaji, namna gani ya kupunguza gharama zaidi na kumwezesha mkulima kupata matokeo zaidi shambani. Kumbuka data zote zinahifadhiwa kwa uwazi, kwa picha na kila kitu, ili kuhakikisha kwamba tunampa matokeo mazuri na ushauri kulingana na data zilizohifadhiwa kwenye mfumo wa mazao. Endelea kutufuatilia, maana katika series inayokuja tutaelezea namna gani ambavyo unaweza ukahifadhi data wakati unakabiliana na wadudu. Kwa hiyo katika kipengele hiki utajifunza kuhusiana na viuadudu, viuakuvu na vitu vingine vinavyoambatana na hivyo, lakini namna ya kuhifadhi hizi data ili kuhakikisha kwamba madawa ambayo yanatumika yanafuatiliwa matokeo yake na kila kitu kinahifadhiwa kwenye mfumo jumuishi unaokuwezesha wewe kupata matokeo zaidi. Asante, endelea kufuatilia mafunzo yetu hapa hapa.